الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فوائد الصيام. بعد هذه المقدمة ثم قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، شهر رمضان هو أفضل شهور العام. Mwezi wa Ramadhani ndiyo bora ya miezi ya mwaka mzima, lianna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassahu bi an ja'ala siyamahu fariida wa ruknan rabi'an min arkani al-Islam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu mwezi huu kwa kujalia saumu yake ni faradhi, ni lazima na ni nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu. Wa sharaa lilmuslimina qiyama laylihi, na amewawekea Waislamu kufanya ibada za usiku wake mwezi huu wa Ramadhani. Qiyamul layl ndio hii salatu tarawih inaitwa, jina lake la mwanzo ni qiyamul layl, alafu baadaye ndio ikaitwa salatu tarawih kwa vile walikuwa wakipumzika masahaba kila baada ya raka 4, kwa hiyo wakaita salatu tarawih, lakini asli ya jina ni qiyamul layl. Kwa hiyo Allah amewawekea Waislamu kufanya ibada za usiku wa mwezi huu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: buniya al-islamu ala 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa saumi Ramadhan. Saumu ya Ramadhan ni moja katika nguzo za Uislamu, wa hajjil bait, na kukusudia nyumba tukufu ya al-Kaaba kwa ibada. Wa qala alayhi salatu wassalam: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufanya ibada za usiku wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa fi siyami fawaidu kathira, pia katika saumu kuna faida nyingi. Wa hikamun adhima, na hikma kubwa. Minha, katika hikma hizo: tathiru nafsi wa tahdhibuha wa tazkiyatuha min al-akhlaqi sayyi'ah, kuitakasa nafsi na tabia mbaya, wasifati dhamima, pia na sifa mbaya, kalashri walbatar walbukhul, kibri na ubakhili. Wa ta'widuha al-akhlaq al-karima, na kuipa mazoezi nafsi tabia nzuri, kasabri, kama subra, walhilmi, na upole, waljud, na kutoa, walkaram, na ukarimu, wa mujahadati nafsi fima yurdi Allah, na kuifanyia jihadi nafsi kufanya mambo yanayomridhisha Allah, wa yuqarribu ladaihi, na yanayokurubisha kwa Allah. Wa min fawaidi as-sawmi annahu ya'rifu al-'abdu nafsahu wa hajatahu wa dha'fahu wa faqrahu li rabbih. Katika faida za saum ni kwamba mtu anaijua nafsi yake na haja zake na udhaifu wake na uhitaji wake kwa Mola wake. Kila mtu anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyu wa antumul fuqara. Kwa hiyo sote ni wahitaji, kila mmoja ana haja zake, anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja, awe maskini awe tajiri, bado ni fakiri, anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء. mtu anaikumbusha nafsi yake ukubwa wa neema za Allah juu yake, pia haja za ndugu zake wale wahitaji. Fayujibu lahu dhalika shukra Allah subhanahu wa ta'ala, hayo yanamwajibishia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walisti'anata bi ni'amihi ala ta'atihi, na kutaka msaada kwa neema zake juu ya taa yake. Wa muasati ikhwanihi alfuqara wal ihsan ilayhim, kuwasaidia
ndugu zake wahitaji, mafakiri, na kuwafanyia wema. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah ameashiria faida hizi katika aya hii: enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwa ajili mpate kuwa na takwa. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه. Allah ameweka wazi kwamba ametufaradhishia ibada hii ya saum ili tumche yeye subhanahu wa ta'ala. Fadalla dhalika ala anna as-siyama wasilatun littaqwa. Hii inafahamisha kwamba saumu ni sababu ya kupata taqwa. Wattaqwa hiya ta'atu Allahi wa rasulihi, na taqwa ni kumtii Allah na mtume wake, bifi'li ma amara wa tarki ma naha anhu, kwa kufanya walioamrisha na kuacha walioyakataza, an ikhlasin lillahi azza wa jalla, kwa kumtakasia Allah azza wa jalla, wa mahabbatin, na kwa kumpenda, wa raghbatin wa rahba, na kupenda pepo na kuogopa adhabu yake. وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. Kwa hiyo takwa, mtu anayeogopa adhabu ya Allah na ghadhabu yake. Fasiyamu shu'batun adhima min shu'abi taqwa. Kwa hiyo saumu ni sehemu kubwa katika sehemu za hiyo takwa. Wa qurbatun ila al-Maula azza wa jalla, na ni kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Wa wasilatun qawiyatun ila taqwa, na ni sababu kubwa ya kupata hiyo taqwa. Fi baqiyati suuni dini wa dunya, katika mbaki ya mambo ya dini na dunia. Waqad ashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila ba'dhi fawaidi as-sawm. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameashiria baadhi ya faida za saum aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Mtume anasema, enyi vijana, anayeweza katika nyinyi kuoa, mwenye uwezo wa gharama za kuoa, mahari, nyumba, chakula cha kumpa yule mke, falyatazawwaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kunafunga macho. Mtu anakuwa haangalii wanawake ambao si maharam zake. Wa ahsanu lilfarji, na kuoa kunaizuia zaidi tupu ya mtu. Wa man lam yastati, asiyeweza gharama za kuoa, fa alayhi bisawm, ajilazimishe kufunga. Fa innahu lahu wija, kwani saumu inakata matamanio. Yule kijana ambaye hana uwezo wa kuoa anatakiwa afunge mara kwa mara saumu za sunna, ili ile saumu inakata na kupunguza matamanio yale ya mke, kama hana uwezo wa gharama za kuoa. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba saumu inakata matamanio ya mwenye kufunga na ni sababu ya usafi wake na kujichunga na haramu. Wama dhaka illa lianna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dami, hayakuwa hayo isipokuwa ni kwa sababu sheitani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu. Kwa hiyo asipofunga huyu kijana ajue kwamba sheitani anamshawishi ili afanye maasi na kumaliza yale matamanio yake. Wasaumu yudhayiqu tilka almajari, saumu inadhiki na kufanya ndogo njia hizo za sheitani. Wayudhakiru billah, pia saumu inamkumbusha Allah wa adhamatihi, na ukubwa wake. Fayadhufu sultanu shaitan wa yaqwa sultanu liman, inadhoofika ile nguvu ya sheitani kwa saumu na inakuwa na nguvu ya imani kwa saumu.
ويكثر بسببه الطاعات وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. Hukithiri kwa sababu ya saumu taa kwa Waislamu na hupungua kwa sababu ya saumu maasiya. Ni katika faida za ibada hii ya saumu. Wa min fawaidi saumi aidan, na ni katika faida za saumu pia, annahu yutahhiru albadan min al-akhlaqi ar-radia. Saumu inataharisha na kusafisha mwili na vichanganyo vibaya ambavyo mtu anachanganya kwa vyakula vyake. Wayuksibuhu sihhatan wa quwwa, na inamsababishia siha na nguvu, kwa vile saumu inasafisha na vile vichanganyo anavyochanganya mtu ya vyakula mbalimbali anavyokula mchana mzima, ile saumu inasafisha. I'tarafa bidhalika kathirun min al-atibba, wamelikiri hilo wengi katika madaktari. Waalaju bihi kathiran min al-amrad, na wakatibu kwa hiyo saumu wagonjwa wengi wamewatibu kwa dawa hii ya saumu. Wakifunga maradhi yao yanaondoka, kwa sababu saumu inasafisha mwili wa mtu na hivyo vichanganyo vibaya anavyovitia katika mwili wake. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. Mtume anasema mwanadamu hakujaza chombo kiovu kuliko tumbo lake. Tumbo lake ndiyo chombo kiovu ikiwa atalijaza mara kwa mara. bihasabi ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu, inamtosha mwanadamu tonge chache zitakazosimamisha mgongo wake. Fa in kana la mahala, ikiwa hapana budi, fa thuluthul li taami, basi theluthi ni chakula chake. Wa thuluthul li sharabi, na theluthi nyingine ya kinywaji chake. Wa thuluthul li nafasihi, na theluthi nyingine ni ya pumzi zake. Kwa mtu asitumie thuluthi zake zote akatumia thuluthi nzima kwa chakula peke yake, hakuna sehemu ya maji, hakuna sehemu ya pumzi. Hapo ni kwamba anajimaliza mwenyewe. Wa hadha alhadithu sahih yadullu ala anna alisrafa fil akli watawassu'i fihi amrun ghairu marghubin fihi. Hadithi hii inafahamisha kwamba kupetuka mpaka katika kula na kujikunjulia katika masala ya kula, hili ni jambo ambalo halipendezi, linachukiwa. Bal wa khatirun, bal ni jambo la hatari. bihasabi ibni adama ma yuqimu sihhatahu wa yuqimu sulbahu, inamtosha mwanadamu kile chakula ambacho kitasimamisha siha yake na kusimamisha mgongo wake. Minal luqaimati, tonge chache. Allati tunasibuhu, zinazomnasib sabahan wa masaan, asubuhi na jioni. Wa fi ghairi dhalika min alawqat allati yahtaju fiha ila at-ta'ami wash-sharab, na katika nyakati nyingine ambazo anahitajia chakula na kinywaji. Lakini kula mtu akajaza tumbo ikawa hawezi hata kuzungumza, hawezi hata kusema, pumzi pia zinakuwa ni nzito kutoa, hii haitakiwi, bali inammaliza afya yake. Kama tulivyosema, mtu anakusanya vyakula 6 kwa mara moja na anahakikisha anavimaliza. Vyakula 6 kwa mara moja, mihogo, nini, chapati, kila kitu. Almuhimu, hii ni kujimaliza mwenyewe. Wala saumu si mwezi wa kula. Saumu ni mwezi wa ibada, si mwezi wa kukusanya vyakula vingi. Faya ma'ashara almuslimin, badiru ila taqwa Allahi azza wa jalla wasari'u ila maradih wajahidu nufusakum lillahi azza wa jalla. Enyi Waislamu, fanyeni haraka kumcha Allah azza wa jalla, na fanyeni haraka kumridhisha, kufanya mambo anayoyaridhia Allah. Fazifanyeni jihadi nafsi zenu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa alzimuha bitawbati nasuh min sairi dhunub, zilazimisheni nafsi zenu kwa toba ya kweli na madhambi yote. Waharibul hawa washaitan wanafsa al-ammarata bisu, pigeni vita matamanio ya nafsi, mpigeni vita shaitan, na ipigeni vita nafsi yenye kuamrisha sana maovu.
Washammiru ila dari al-akhirah, jitahidini mjipinde kwa ajili ya kupata nyumba ya akhira. Watadharra'u ila rabbikum azza wa jalla, nyenyekeeni kwa Mola wenu azza wa jalla. Wa akthiru min du'aihi wa dhikrihi wa istighfari, kithirisheni kumwomba Allah na kumtaja Allah na kumwomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa katika mwezi huu tuna nafasi kubwa. Kila mtu ana wakati mrefu wa kuweza kumwomba Allah na kumtaja Allah na kumwombea maghfira. Mtu awe anatembea kwa miguu, anaendesha gari, bado ana nafasi kubwa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna gari inayopelekwa kwa mdomo au kwa ulimi, gari yapelekwa kwa mikono na miguu. Kwa hiyo ulimi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kumtaja Allah na kumwombea maghfira na kujiombea maghfira, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Ama kufunga mdomo, mtu umeingia kwenye matatu, unakwenda feri, unakwenda Likoni, umefunga mdomo wako kama bubu, huwezi kumtaja Allah, kwa kweli tunajikosesha thawabu nyingi. Au mtu uko kazini kwako, hakuna kastama, ni mahali pa kumtaja Allah na kujiombea maghfira. Yajibu duaakum au yajibu duaukum, yajibu duaakum, Allah yajib duaakum, atakubali dua zenu. Kithirisheni kumuomba na kumtaja na kumuomba maghfira. Yujib duaakum wa yuslih ahwalakum, Allah atakubali na kujibu dua zenu na kutengeneza hali zenu. Wa yuyassir umurakum, atasahilisha mambo yenu. Wayughithkum min fadlihi wa yakshif ankum kulla kurba, Allah atawaeneza katika fadhila zake na kuwaondoshea kila dhiki. Wayasimukum min kaidi aadaikum, na atakuhifadhini na vitimbi vya maadui wenu. Wayujirkum min kulli su'in fi dunya wal akhirah, na atakukingeni na kila uovu wa hapa duniani na akhira. كما قال عز وجل وهو الصادق في وعده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. wale waliofanya jihadi kwetu wakajipinda, tutawaongoza njia zetu, na Allah yuko pamoja na wenye kufanya wema. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah amewaahidi wale waumini katika nyinyi na wakafanya mambo mema kwamba atawapa ukhalifa katika ardhi kama alivyowapa ukhalifa wale waliokuwa kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, na atawamakinishia dini yao ambayo ameiridhia kwao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah atawabadilishia baada ya hofu yao kuwa ni usalama, kuwa ni amani. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, kwa sharti hii kwamba waniabudu mimi, wanipwekeshe mimi, wasinishirikishe na mimi kitu chochote. Waqala azza wa jalla wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mkisubiri na mkimcha Allah havitavidhuru, havitawadhuru nyinyi vitimbi vyao jambo lolote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, Allah ni mwenye kuyazunguka yote wanaoyafanya. Waqala jalla wa ala inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, wale wenye takwa wanaomuogopa Allah, wale kwa Mola wao wana pepo mabustani ya neema. Wa min alqurubati almunasiba fi hadha alwaqti وفي كل وقت رحمة للفقراء أو رحمة الفقراء والمحاويج والإحسان إليهم, katika taa ambazo zinanasibiana na ni muafaka katika wakati huu wa Ramadhani na kila wakati, ni kuwahurumia mafakiri, kuwahurumia wenye haja na kuwafanyia wema. Fa inna sadaqata min a'zami al-a'mal allati yadfa'u Allahu biha al-bala, sadaka ni katika ibada kubwa ambazo Allah anaomuondoshea mtu bala. Wa yunzilu biha ar-rahma, na huteremsha kwa sadaka hizo rehma. Kama qala Allahu azza wa jalla wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, fanyeni ihsan,
Allah anawapenda wenye kufanya ihsan. Kwa hiyo huu ni wakati muafaka, kama mtu ana uwezo awasaidie watu wenye haja. Wako watu wengi ni wahitaji, wako wengi ni mafakiri. Mtu mwenye uwezo anatakiwa awasaidie lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rehma ya Allah iko karibu na wenye kufanya ihsan. Waqala subhanahu, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kutoa sadaka ni bora kwenu mkiwa mnajua. Waqala azza wa jalla, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, toeni katika vile vitu ambavyo Allah amekujalieni ni badali ndani yake, ni makhalifa ndani yake. Wale walioamini katika nyinyi wakatoa, wana malipo makubwa, wana ajiri kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, sadaka inazima na kuondosha madhambi kama maji yanavyozima moto. Wa salatu rajuli fi jawfi al-layl, na sala ya mtu katikati ya usiku pia inaondosha na kufuta madhambi. Thumma tala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qawluhu ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kisha mtume akasoma aya hii ya suratu Sajda kwamba zinakuwa mbali mbavu zao watu wema. Allah anawasifu watu wake wema, anasema mbavu zao zinakuwa mbali na vitanda. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, wanamwabudu Mola wao hali ya kuogopa adhabu yake na hali ya kutarajia pepo yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika baadhi ya tulivyowaruzuku wanavitoa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, nafsi haijui ilivyofitiwa waliofitiwa, ambao ni furaha ya macho yao. Hii ni jaza na malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya ulimwenguni. Waqala alayhi salatu wassalam, arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wale wenye huruma Allah arrahman atawahurumia, wahurumieni walio katika ardhi, atakuhurumieni aliyeko mbinguni Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, asiyehurumia watu na yeye hatahurumiwa. Man la yarham la yurham, asiyehurumia wenzake na yeye hatahurumiwa. Wallahu almas'ul an yusliha ahwal almuslimina jami'an wa yu'ammira qulubahum bittaqwa wa yusliha qadatahum wa yamunna 'ala aljami' bittawbati an-nasuh min jami' adh-dhunub wal istiqamati 'ala shari'ati Allahi 'azza wa jalla fi jami' al-umur wa an yahfazahum min maka'id al-a'da' innahu 'ala kulli shay'in qadir. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.